Siku ya jana, taarifa ambayo aliichapisha Godbless Lema kupitia mitandao yake ya kijamii akiomba ulinzi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusema kwamba maisha yake yako hatarini. Sasa unaambiwa kwamba jeshi la polisi linasema kwamba limeona taarifa ya Godbless Lema na linamsisitiza afike katika kituo cha polisi ili awasilishe taarifa yake hiyo rasmi kwa hatua zingine, kwani ndio taratibu wa sheria. Sasa hii ni taarifa kutoka katika jeshi la polisi. Jeshi la polisi lingependa kutoa ufafanuzi juu ya mambo mawili yanayosambazwa kupitia vyombo vya habari. Jambo la kwanza ni kuhusiana na majina ya watu 7 ambao inapotoshwa walikamatwa katika mazingira ya kutatanisha na kwamba ni ukandamizaji. Ni kwamba miongoni mwa watu 6 waliotajwa katika taarifa hiyo walikamatwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria kutokana na ushahidi uliokuwa umekusanywa kabla ya kukamatwa kuhusiana na tuhuma mbalimbali za kihalifu, ikiwemo za matumizi mabaya ya mitandao kwa kufanya uchochezi, kuhamasisha maandamano ambayo ni kinyume cha sheria na uvunjifu mwingine wa sheria za nchi. Wakati wa ukamataji, watu walishuhudia na baadhi ya viongozi wao walifika katika ofisi za makamanda wa polisi mikoa na vituo vya polisi kuwaulizia kwa ikiwa ni sambamba na kupiga simu na walijulishwa walikamatwa watu 6 na kushikiliwa na walielezwa tuhuma hizo. Watuhumiwa hao ambao walijulishwa kushikiliwa ni pamoja na wa kwanza ni Chief Adronius Kadumuna, wa pili ni Paulo Shijason Musisi, wa tatu ni Daniel Damian Lwebugisa, wa 4 ni Egbert Alois Kikulega, wa 5 ni Ramadhani Fadhil, wa 6 ni Baziri Wazil, na hao 6 hapo tayari. Lakini taarifa inaendelea, nasema taarifa ya pili ambayo waandishi wa habari wamekuwa wakiitaka ufafanuzi ni kuhusiana na taarifa ya ndugu Godbless Lema aliyoandika na kusambaza kupitia mitandao ya kijamii kuwa usalama wa maisha yake upo hatarini. Ufafanuzi ni kwamba jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu na linamsisitiza afike katika kituo cha polisi ili awasilishe taarifa yake hiyo rasmi kwa hatua zingine, kwani ndivyo taratibu wa kisheria. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito na kusisitiza kwa baadhi ya viongozi na wananchi waendelee kuzingatia utaratibu wa kisheria wa kuwasilisha taarifa sahihi kwa jamii na mamlaka za haki jinai ili kuepusha upotoshaji na taharuki zisizo za lazima. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu Dodoma, Tanzania. Hii ni VOT Media, tumechangamka.